Watu wengi wanapotumia au wanaotumia vilevi ambavyo inaweza ikawa vimethibitishwa kisheria, asilimia kubwa ambavyo vile vilivyothibitishwa kisheria, wengi wao wanapoona waraibu ambao wako katika ulevi kama wao wanaotumia, huwa wanajaribu sana kuweza kuwaambia kwamba kwa nini usitumie katika kiwango kama mimi ninachokitumia. Lakini wakati mwingine huwaambia kwamba mbona mimi natumia lakini nafanya shughuli zangu kama kawaida, lakini kuna wakati naamua, naweza kusema kwamba naacha, lakini wewe kwa nini inakuwa tofauti? Ni mtu ambaye labda unafanya kusudi. Labda leo tuweze kuweza kutambua kwamba kuna tofauti baina ya mtumiaji wa kawaida na mraibu. Wengi huanza kuweza kutumia vilevi mbalimbali, inaweza ikawa ni chaguo, lakini ndani ya chaguo kunakuwa kuna nguvu fulani ya ushawishi kutoka kwa marafiki au watu wao wa karibu. Kwa hiyo wengi walijiingiza katika utumiaji wa vilevi mbalimbali ni kutokana na watu wao wa karibu. Lakini tunapoenda kuzungumzia uraibu, asilimia kubwa ya watu au hawa ambao walikuwa watumiaji wamekuwa waraibu ni kwa sababu ya kuweza kutoroka hali fulani labda ambazo zinaleta usumbufu katika fikra zao au hisia zao. Kwa hiyo na asilimia kubwa katika research mbalimbali zilizoweza kufanyika, imekuja kuonekana waraibu wengi wako na trauma, na ndio maana leo tunapoweza kutoa usaidizi kwa watu wenye tatizo la vilevi mbalimbali huwa tuna mention na trauma. Hapa ni Dapo Recovery House. Hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote, yani wanawake pamoja na wanaume. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673 20 43 32. Saidia usiadhibu.